aibu idadi kubwa ya watu wanastahiki ama tunastahiki kwenda kushuhudia game kubwa kwa Mkapa ni spirit of Simba Sport iko pale. Roho ya Simba Sport iko pale. Inawezekana kuna viwanja vingine vina mashabiki hata 100,000 inaweza kachezeka. Lakini spirit ya mnyama iko Benjamin Mkapa. Hata kama ingekuwa kwamba base ya Simba Sports sijui ipo Morogoro ipo, lakini pale ndio kuna spirit ya mnyama Benjamin Mkapa. Lakini vile vile in terms of mapato, kwa upande wa mapato pia hii ni game ya finali, ni nafasi nyingineyo kwa Simba Sports pamoja na mamlaka, sababu uwanja ni wa serikali, kuweza kujipatia mapato, na Benjamin Mkapa ni kiota sahihi kabisa cha kuweza kujivunia mapato ya kutosha. So kwa juhudi zote ambazo wanazozifanya Simba Sports pamoja na mamlaka za kiserikali, dua zetu kama Tanzania ziko pamoja nao kuona namna gani hiyo finali inakuja kuzimwa pale. Dua za ushindi, dua za kuombea finali chezo Mkapa. Dua moja inaanza, nyingine itafuatia. Ya kwanza ni hii ya kuomba mchezo Mbungi jizimwe pale Benjamin Mkapa. Coach, ukisikia wachezaji wanazungumza katika namna ambavyo wanaweza kurekebisha makosa na kuweka mipango sawa katika eneo la ushambulizi, hapo unapata picha gani ya kimchezo? Wewe ni muhimu sana hiyo kwa sababu mechi mbili zilizopita za mtoano Simba ugenini hajafunga goli. Dhidi ya Stellenbosch hakufunga goli, dhidi ya Almasi hakufunga goli, nipo sahihi. Yes, kwa hiyo Almasi alipigwa 2 kaja kuvua hapo. Yeah. Na dhidi ya Stellenbosch walianza nyumbani kushinda moja bila, ndani kule bila. Kwa hiyo it's nice, ni nzuri, unapata matokeo chanya ukiwa nyumbani, lakini ni kama anavyosema mara nyingi anasema Fadlu watu walivyocheza na Al-Masry na hata wakati wanafunga safari ya kwenda kukabiliana dhidi ya Stellenbosch, mara nyingi sana katika mazungumzo yake kwenye press huwa anasisitiza sana kuhusu goli la ugenini, umuhimu wake. Ni muhimu sana kupata hilo goli kwa sababu linakupa mtaji mzuri sana, bima nzuri ya kurudi nayo tena katika mechi ya marudiano. Na faida wanaoipata Simba ni mechi ya marudiano wanamaliza nyumbani. Kwa hiyo imagine unapata goli la ugenini ukiwa ugenini. Inawezekana ile goli la ugenini ujue mtu tu anazungumzia goli la ugenini kwamba upate goli la ugenini hata tukifungwa 2-1. What if unapata goli la ugenini wewe ndio unaongoza 2-1? Yaani maana yake unamwambia mpinzani wako aje huko kwani akutandike 2-0. Yaani ndio inabidi iwe hivyo, yani vinginevyo yani shughuli yani inakuwa imeisha. Kwa hiyo ni goli la ugenini haimaanishi kwamba faida yake ni lazima uwe umefungwa. Of course ukiwa labda umefungwa 2-1 ina faida kwamba wewe unajua tu unahitaji goli moja, lakini unalipata goli la ugenini afu ukiwa na clean sheet tena vile vile, maana yake mpinzani wako ana mlima mmoja mrefu sana wa kuupanda. Na nafikiri Simba wenyewe waliona moja ya kadhia ya kupanda mlima mrefu walivyocheza dhidi ya Almasi. Wameshafungwa 2-2, inahitaji wafunge magoli 2 hapa Benjamin Mkapa. Wamefunga 2 lakini Almasi walipata nafasi kama 2 ambazo wangeweza kuchafua ubao, alafu mlima ukazidi kwa mrefu. Kwa ni muhimu sana nafikiri alichoongea Kibu kwa idara nzima ya ushambuliaji, na hiyo of course idara nzima ya ushambuliaji kwa sababu ni jukumu lao mama, lakini kwa timu nzima wanapataje goli litokee sehemu yoyote, hata kama atafunga fullback, atafunga center back, atafunga kiungo wa ulinzi, kiungo mshambuliaji, strike, yani vyovyote vile watakavyoweza kufanya wani wasirudi patupu, iwe wameshinda, iwe sare, iwe wamefungwa, yani at least kuna mpira mmoja au miwili imeingia katika goli ya Berkane ili kufanya mechi sasa ya marudiano, kwa sababu kufanya mechi ya marudiano kwa kidogo inakupa ile nguvu zaidi kwamba kuna kitu anaenda kukipata. Ahmed Ali ameongea vizuri sana asubuhi kwamba mechi ya tarehe 17 itatoa taswira kuhusu mechi ya marudiano. Kwa ukipoteza vibaya katika mechi ya kwanza, imagine hata motisha mashabiki kuelekea katika mechi ya marudiano. Unajua una mlima fulani hivi mrefu, na uzuri kwa Simba sio wageni. Ishawahi kutokea walivyocheza na Kaizer. Walipigwa 4. Kwa hiyo huko kaja kaishia 3. Umeona kwa hali ya kawaida mechi ya mtoano magoli 3 ni mengi sana. Yaani magoli 3 yanatakiwa tayari yamekupa faida wewe ya kufuzu. Haijalishi hatua yoyote, iwe robo, iwe nusu, iwe finali, magoli 3 ni mengi sana katika football. Hatua ya mtoano haijalishi ni mashindano gani, iwe Afrika, iwe Ulaya, iwe kokote, kombe la dunia, kokote, magoli 3 ni mengi sana. Kwa nini alikuwa ameshindwa kuwafanya wafuzu kwenda nusu finali? Ni kwa sababu walipoteza vibaya mechi ya kwanza Afrika Kusini. Kwa na wachezaji waliokuepo nafikiri saa hizi watakuwa wamebaki wachezaji ngapi? 2 tu. Kapombe na Zimbwe. Sio ni mchezaji mwingine la kina Mzamiru ndo ambao wako. Yes.
Kwa hiyo hao wote wanaweza kawa wanaambia wenzao hivyo, lakini faida nyingine ambao wanao viongozi ambao walikuwepo tangu kipindi kile, kina Magori, kina na kwa watakuwa wanaambia hey, inawezekana kupoteza aina hiyo ya game. Nafikiri pia wameanza kusawazisha makosa ambayo walikuwa wanatokea hapa nyumbani. Unakumbuka tu walivyoendaga kucheza Jwaneng Galaxy, Simba walishinda 2-0 ugenini. Wakaja hapa wakafungwa 3-1. Kwa yani tayari nafikiri Simba wana uzoefu wa scenario zote mbili. Ya kwanza kwenda ugenini kufungwa vibaya, kuja hapa ikawa ngumu kupindua meza. Scenario ya pili kwenda ugenini kupata matokeo mazuri ya 2-0 alafu kuja hapa tena kubomolewa wao. Kwa scenario zote hizo mbili wanazo, wana hizo experience. Kwa ni rahisi sana kutuma ujumbe yani kwa wachezaji na waliokuwepo sasa hivi, jamani sisi tumeshawahi kuishi haya mazingira. Kwa ni muhimu sana kufanya hivi. Na uzuri pia Fadlu sehemu kote alipopita amepita katika sehemu ambayo highest level kama Raja wapi yani highest, anajua kabisa nini kinachohitajika katika mazingira kama haya. Kwa nafikiri Kibu na wenzake wote kama huwa wanakaa hivyo vikao, basi well done. Yanahitajika magoli. Mechi kama hii ya finali ni ngumu sana kupata faida kubwa kama ufungi magoli. Yani ukitegemea tu clean sheet peke yake ni hatari sana, kwa sababu unaweza kuzuia dakika 94 mtu anapata kona imo. Afu ndo yani unaenda kwanza tu afu maamuzi anamaliza hapo hapo. Yani hakuna chozi ambalo litaacha kukutoka. Kwa yani kutegemea clean sheet pekee ni nzuri, lakini wakati unatafuta clean sheet upande ina madhara. Simuona hata mechi ya Afrika Kusini. Kidogo tu yule alikuwa offside, lakini tulikuwa tunaongea mambo mengine kwamba tayari 1-1 hiyo. Kwa hiyo tuanze kuangalia utaratibu mwingine tena. Kwa hiyo nafikiri kufunga goli ni nzuri sana. Kuna watu wameandika pia nasema msabaha na kukumbusha kwa Mkapa hatoki mtu. Mechi ikichezwa Amani basi Simba wajue itakuwa hatari kwao. Nataka tuipicture performance ya Simba nje ya Mkapa inashuka kama vile walivyocheza na Stellenbosch Amani, kwa sababu hapa wengine wana wasiwasi kwamba isipopigwa kwa Mkapa basi hatari kwao. Kwenye mechi za kimataifa msimu huu Simba Amani wamecheza mechi ngapi? Moja tu. Kwamba performance yao ilikuwa tofauti na zile ambazo wamecheza kwa Mkapa. Performance ambayo waliocheza pale Amani haitofautiana na performance waliocheza na Bravos kwa Mkapa. Tena Amani ilikuwa beta kuliko hata na Bravos. Sawa. Kwa sababu waangalie wale Stellenbosch. Hawakuwa wanaonekana ni kwa namna yoyote, labda kipinja pindo kidogo walikuwa wanaonekana kama, lakini sio kivile. Mtu akaiangalia tena mechi ya Simba na Bravos iliyofanyika kwa Mkapa ile kipindi cha pili. Yani wale Bravos yani walikuwa wanafika tu kwa Kamara, yani kila kuna moja mpaka Kamara aliyokuwa penalty. Kwa hiyo yani hata kwa Mkapa hapa zipo ambazo mechi yani Simba hajacheza ile kivile sana. Alafu kwa msimu huu ambao amecheza Amani ya Stellenbosch na Bravos, ya Stellenbosch alicheza vizuri kuliko na Bravos. Na sofa licha tu ya picha zake za nyumbani, Super Sports ameprove sana msimu hapa kwamba ana uwezo wa kucheza viwanja vya away kwenye ligi zote. Kuanzia kwenye Premier League hapa nafikiri mechi zake zote za away mnyama msimu hapa amefunika. Lakini kimataifa pia utakumbuka mechi aliyoenda away na Sfaxien ameshinda, ameenda away na Bravos kapata sare. Ameenda away na Stellenbosch kapata sare. Ni tofauti na Simba ya misimu ambayo tumezoea misimu 5-6 nyuma. Kwenda away na kuweza kucheza kwa mipango na kuondoka na kitu sio aina ya Simba Sports ambayo hii ya Fadlu Davis inakuonyesha kitu cha tofauti sana. So pamoja na hii changamoto ambayo Simba Sports imekutana nayo uwanja Benjamin Mkapa, kulazimika kusubiriwa kwanza ukaguzi upite, lakini kuna kama baraka iliyokuja kwa kujificha kwa Simba Sports wenyewe kwenye mechi zao hata za away regularly kuweza kusafiri na kwenda kupata matokeo ambayo ni positive kwao.